Mimi naitwa Eva Mrema, mwandishi, mwandishi wa vitabu, riwaya, pia ni mwandishi wa watoto. Kama unavyoona leo, tumekuja kama wanajamii kuwaelimisha watoto kuhusu ukatili wa watoto, ukatili wa kijinsia, ukatili shuleni, nyumbani na hata katika kila siku. Lakini tumekuja pia kuwakumbusha juu ya swala la matumizi ya mifuko ile ya plastiki yanayotumia sana watoto kula vitafunio vyao na kutafuna, jinsi inavyoathiri afya zao kwa ujumla. Na katika kazi yangu kitu cha kwanza, mimi nasimama sana kwenye somo la ukatili. Ile tu nakawia kidogo, lakini mimi nimefundisha sana watoto juu ya ukatili, hasa ukatili wa kingono, ambapo limekuwa ni tatizo kubwa sana. Hamasa yangu kubwa nimeipata katika makuzi yangu mimi. Nimekulia katika jamii ambayo ukatili wa kingono ulikuwa ni kubwa sana, na watoto hawakuwa na kusemea. Nikisema hawakuwa na kusemea, hawakuwa hata na sauti ya kusema, kwa sababu ilikuwa ni jambo la na ikitokea hata mtoto kaenda kumwambia mzazi labda niko hatarini kufanyiwa ukatili, kwa sababu ukatili huo unaanza na dalili ndogo. Labda kuna mtu anakushika, kuna mtu atafanya hiki na kile cha kukupelekea tu wewe uhisi hauko sawa. Unaweza kumfuata mzazi ukamwelezea kwamba labda kaka yangu ananishika sehemu zangu zisizopaswa kushika, mzazi atakupiga, atakwambia toka hapa. Umeona? Watoto hawakuwa na sauti, wazazi walikuwa hawawasikilizi watoto, hadi pale madhara yalipokuwa makubwa katika jamii, watoto kuzaa wakiwa watoto wadogo, watoto kupata magonjwa ya kuambukiza wakiwa watoto wadogo. Nadhani jamii ikapata muamko wa kuanza kufuatilia sana hili swala la ukatili. Kwa hiyo hamasa yangu kubwa ni kutoka katika maisha niliyoishi. Nimeona kuna watoto waliharibikiwa maisha yao kwa sababu ya kupata mimba utotoni. Nimeona kuna mabinti wenzangu wote, lakini natamani kuwafikia watoto sana, especially hawa watoto wadogo ambao wako katika jiji hili lenye heka nyingi, kuwaelezea afadhali mtoto akiwa anajua kwamba nina haki ya kujilinda mimi. Mimi huwa siwaambii watoto kwamba naweza kukulinda, hata watoto wangu siwezi kuwalinda, wanaenda shuleni wanaenda wenyewe. Wanatembea mtaani wako wenyewe. Lazima mtoto ajue kwamba ana jukumu la msingi yeye kama mtoto kujilinda yeye mwenyewe. Na mbinu ambazo tunawafundisha watoto mara nyingi huwa tunawaambia ukatili ni nini, dalili za ukatili ni zipi, lakini namna ya kwanza ya mtoto kukataa ukatili wa aina yoyote ile, kukataa vishawishi, kumfundisha mtoto kutokuwa na tamaa, kuridhika na kile anachopewa na wazazi wake, kuelewa kwamba duniani sasa hivi sio kila mtu ni sawa, sio kila anayekuita lazima ufuatane naye, sio kila lift inayokuja mbele yako hata ya mtu unayemjua ni salama. Kwa tunawakumbusha watoto kwa kuwafundisha na kuwaelekeza na kuwaambia mara kwa mara, angalau itaweza ikapokuwa mtoto mmoja dhidi ya ukatili ule wa kujitakia. Kusema ukatili wa kujitakia, tunawaambia kabisa, unapopokea kitu cha mtu kumbuka kuna malipo. Unapokubali kuchekea mtu usiyemjua, atatumia hiyo kama udhaifu na atakushawishi na mwisho wa siku utaingia katika matatizo. Kwa hiyo tunawakumbusha kwamba kuna ukatili wa aina mbili, ukatili wa kujitakia na ule ukatili wa kulazimika kupitia. Kujua nini maana ya ukatili. Wameisha sikia mara nyingi hilo neno, wameisha sikia hata majumbani kwao, na baadhi watoto wadogo kabisa wameshapitia. Unaona? Kwa hiyo mapokeo ya watoto yanakuwa ni chanya sana na wanatuelewa sana, na hata ukiwauliza maswali kama wale waliokuwepo wakati tunafundisha, waliosikiliza vizuri, utaelewa kweli kwamba wanasikia na wanaelewa na wako tayari kulinda picha zao kwa kuepuka zile njia zinazoweza kupelekea kupitia. Kitu ninachoweza kukishauri kikubwa, natamani irudi ile dhana ya mtoto wa mwenzako na mtoto wako. Natamani sana irudi. Unajua mimi nimekulia kwenye yale mazingira ya jamaa ambayo ukifanya kosa hata mama wa mtu mwingine anakushika na kutandika na kitu unafanya. Yaani ukifanya kitu akakuona hata mtu ambaye si rafiki wa mama yako, anashika fimbo anakuchapa vizuri sana na anakushika mkono anaenda nawe kwa mama yako, na ukifika kwa mama yako na mama yako anakuchapa. Ndio mazingira niliyokulia mimi, ambayo kwa kiasi kikubwa yalikuwa yanaweka heshima. Lakini sasa hivi unakuta mtu anakuambia mtoto wa mwenzako ni mkubwa mwenzio. Kwa hiyo mzazi wa mtoto mwenye umri sawa na mtoto wako wewe anaweza akamchukulia mtoto wako wewe kama mwanamke wake ama mtoto wa kumfanya kama kibaraka wake wa ngono. Umenielewa? Kwa sababu tu ya hiyo dhana kwamba mtoto wa mwenzako ni mkubwa mwenzako. Mimi natamani irudi ule ujamaa, upendo wa kizamani ambao ulikuwa unasaidia sana watoto. Sasa hivi unakaa kwenye daladala na mtoto, anajua wewe ni mtu mzima, lakini mambo anayoweza kuyazungumza mbele yako kwa ujasiri mpaka wewe ndio unaona, kwa sababu anajua huna utakachomfanya. Lakini ikirudi hiyo ni kwamba mtoto atakapotoka popote anapokuwa, anajua kuna watu wanamjua.
hawezi kufanya jambo la kikatili. Lazima atajizuia, hata kama ni mambo anayoyajua atajizuia. Na katika hali hiyo hata wale watu wazima wanaowafanyia watoto ukatili watajizuia. Watajizuia kwa sababu wanajua mzazi yoyote akinikuta mimi labda ni dereva wa daladala ama kondakta wa daladala, nimetoa abiria wote, nimemfungia mwanafunzi ndani ya daladala yangu, lazima ataniwajibisha. Kwa hiyo itapunguza sana matukio ya ukatili, hasa ukatili wa kushawishiwa, ukatili wa tamaa.